Wakati ulimwengu ukiwa bado nakabiliana na majanga mbalimbali ya afya, shirika la afya duniani WHO limetoa onyo kali likisema kuwa virusi vya Ebola huenda vikasambaa kwa kasi kubwa zaidi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuliko ilivyodhaniwa hapo awali, huku vifo vikiongezeka na kufikia watu 131 na maambukizi yakizidi zaidi ya watu 500. Mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ameeleza wasiwasi wake mkubwa kuhusu mlipuko huu wa virusi vya aina ya Bundibugyo unaosambaa kwa kasi kwenye maeneo yenye mrundiko mkubwa wa watu kama vile Mongwalu, Bunia na Rwampara katika jimbo la Ituri, pamoja na miji ya Goma na Butembo kule Kivu Kaskazini. Janga hili sasa limevuka mipaka na kuingia nchini Uganda, ambapo visa viwili vimethibitishwa na kifo kimoja kurekodiwa jijini Kampala, hatua inayozifanya nchi jirani kama Rwanda kuchukua tahadhari kubwa, ikiwa ni pamoja na kufunga kabisa mipaka yake na DRC. Licha ya juhudi za dharura za WHO kupeleka tani 6 za vifaa vya matibabu na kinga kwa wahudumu wa afya, hali inazidi kuwa mbaya kutokana na changamoto za kiusalama, mapigano ya waasi wa M23 na mamilioni ya wananchi wanaoishi katika mazingira magumu ya njaa na ukosefu wa makao. Maambukizi hayo pia yamewakumba wahudumu wa afya, akiwemo daktari mmoja raia wa Marekani aliyotolewa nyakunde na kusafirishwa kuelekea Ujerumani kwa matibabu maalum, huku Marekani yenyewe ikitenga msaada wa dola milioni 13 na kuweka vizuizi vya kusafiri kwa yoyote aliyetembelea maeneo hayo ndani ya wiki 3 zilizopita. Huku hayo yakijiri, kuna hofu ya kuchelewa kuonekana kwa dalili za ugonjwa huo zinazochukua hadi siku 21 kuonekana, ikiwemo kutapika, kuhara na viungo kufeli. Serikali ya DRC inalazimika kurudi mbinu zake za kihistoria tangu mwaka 1976 za kutenga wagonjwa na kuhamisha jamii ili kuzuia maafa zaidi. Al-Bashir TV, dunia na Afrika kwa lugha yetu.